Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 7 kuanzia mstari ule wa 19, Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako, kaunyoshe mkono wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya vijito vyao, na juu ya maziwa ya maji yao, na juu ya visima vyao vyote vya maji, ili yageuke kuwa damu, nako kutakuwa na damu katika nchi yote ya Misri, katika vyombo vya mti na katika vyombo vya jiwe. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Note this, mark this mstari. Anasema Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia, naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, na hayo maji yote yaliyokuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu. Kiendelea mbele, hao samaki waliokuwa mtoni nao wakafa, na ule mto ukatoa uvundo wa Misri wasipate kunywa maji ya mtoni, na ile damu ilikuwa katika nchi yote ya Misri. Nataka nizungumze kwa dakika chache kwa habari ya jinsi ya kuachilia nguvu iliyoko ndani yako iweze kufanya kazi kubwa kuliko unavyofikiria. Biblia inasema kwamba Mungu ametupa nguvu ndani yetu, sisi ambao tunamcha Mungu, sisi ambao tumemwamini Bwana. Mungu amewekeza nguvu isiyokuwa ya kawaida ndani yetu, inaweza kutufanya tukafanya mambo makubwa kuliko yale tunayoyawaza, tunayoyafikiria, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo ile nguvu, yule ambaye anaitumia ile nguvu ambayo yuko ndani yake, ndiye ambaye ataanza kuona matokeo katika maisha yake yakifanyika. Kuna vitu ambavyo vitatokea only if utaweza kuitumia nguvu ambayo iko ndani yako. Musa na Haruni walipewa fimbo. Walikuwa na fimbo. Ile fimbo ndiyo nguvu ambayo ilikuwemo ndani yake. Lakini ili iweze kufanya kazi, walitakiwa kuoperate kwa kutumia ile fimbo. Walitakiwa kwa ile fimbo waweze kunyoosha tu, wanyooshe kwenye vyanzo vya maji, wanyooshe kwenye mito ya maji, wanyooshe kwenye visima vyote vya Wamisri, ili visima vigeuke kuwa damu, ili maji yote yageuke kuwa damu. Yatakapogeuka kuwa damu, kuanza kuulainisha moyo wa Farao, uanze kuona miujiza ya Mungu. Nataka nikwambie, kuna watu wana nguvu, lakini kwa sababu hawaitumii, haijawahi kuleta matokeo katika maisha yao. Na inategemeana na level yako ya uelewa kuhusiana na nguvu iliyoko ndani yako. Nguvu iliyoko ndani yako inaweza ikafanya kazi kulingana na viwango vyako vya uelewa wa namna ya kuitumia hiyo nguvu. Wewe ni kama vile bomu la nyuklia ambalo linaweza kufanya mambo makubwa, linaweza kuleta madhara makubwa sana, lakini yule mtu ambaye anaoperate hiyo nguvu ya nyuklia haitumii kwa lengo lililokusudiwa. Na ndio maana unabaki unajikunyata hivi, afu nguvu iko ndani yako, unaweza kuitumia kufanya mambo makubwa, but you are not using that power. Ndio maana uko hapo ulipo leo. Nilikuwa nasoma Biblia nikashangaa sana. Kuna mtumishi wa Mungu, nabii anaitwa Elia. Elia alikuwa ni nabii. Mungu alimtumia katika viwango visivyokuwa vya kawaida. Ni Elia ndiyo ambaye alifunga mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3 na haikunyesha katika ile nchi. Na baadaye Elia huyo ndiye ambaye alienda kwa yule mwanamke wa Sarepta, alafu akatenda muujiza wa kumsaidia kupata mafuta pamoja na unga wakati wa njaa. Kwa yule mwanamke akaenjoy kula matunda ya miujiza aliyoifanya mtumishi wa Mungu Elia. Biblia inasema baada ya muda Elia alipatwa na ugonjwa, alafu akafa. Elia huyo mtumishi wa Mungu alipatwa na ugonjwa ambao ulimuua. Sasa unajiuliza kitu kimoja, huyu Elia ambaye alikuwa ana uwezo wa kufufua maiti nyingine, kwa nini yeye alikufa na ugonjwa? Bado kuna mtu hajanielewa. Okay, listen, ngoja nianzie hapa. Yule mama wa Sarepta ambaye Elia alimsaidia kumtendea muujiza wa kupata mafuta pamoja na unga usiokoma, mapipa ya mafuta pamoja na unga ule wakati wa ile njaa kali, ni mama huyo ambaye mtoto wake alikufa. Katikati hiyo scenario, wakati Elia yuko pale, Elia akaenda kufanya muujiza wa kumponya mtoto aliyekufa, akamfufua mtoto akawa hai. Elia alikuwa anatembea na nguvu ya Mungu isiyokuwa ya kawaida ndani yake. Lakini sasa kilichotokea ni kwamba baada ya muda kupita, Elia aliugua na ugonjwa ambao ulimuua. Elia akafa. Alipokufa Elia, kuna siku sasa vikosi vya Midian, kama sijakosea, wakawa wanaenda sasa kwa ajili ya kupigana vita na taifa la Israeli. kulikuwa na vita katika nchi ile. Sasa kuna watu walikuwa wanaenda kwenye msiba, wamebeba maiti wao
si itakuwa kwenye machera au kwenye jeneza, wamebeba wanaenda, wakafika mahali ambapo Elia alikuwa amezikwa. Kwa hiyo maana yake mifupa yake iko pale, kuna mabaki ya mifupa ya Elia. Walipoona kuna adui zao wanakuja, wanajeshi wa upande wa pili wanakuja kupigana nao, wanakuja na majeshi yao na vikosi vyao vya kivita, wale watu wakatupa yule maiti huko, wakaanza kukimbia. Walipotupa yule maiti kwa bahati nzuri au bahati mbaya akaenda kuanguka kwenye eneo ambalo kuna mifupa ya Elia. Biblia inasema kwamba yule maiti akafufuka baada ya kugusa mifupa ya Elia. Guess what? Elia mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na nguvu isiyo ya kawaida ambayo ilibaki mpaka kwenye mifupa yake wakati amekufa. Maana yake maiti alikuja akagusa ile nguvu iliyokuwa kwenye mifupa ya yule Elia, alafu maiti akafufuka. Sasa swali la kujiuliza, kama huyo Elia nguvu yake ilikuwa na nguvu mpaka ya kufufua maiti iliyogusa mifupa yake tu, alishindwaje yeye kujiombea apone wakati alipokuwa anaumwa mpaka akaruhusu ugonjwa ufe? Wakristo wa leo, mimi na wewe tutasema kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu Elia afe. Ni kweli, nakubali, kwa sababu kifo chochote cha mtu ambaye ni wa Mungu, Mungu huwa anapanga. Lakini Mungu huwa anapanga kulingana na ujinga wako, kulingana na kiwango cha ujinga wako, au kulingana na kiwango cha uelewa wako. Hii ni ngumu, wachache sana watanielewa. Listen, yani kuna aina ya maisha ambayo wewe unaweza ukapanga. Mungu amekupa madaraka ya umekasimishwa kupanga maisha yako. Na ndio maana kuna levels za kukua kiroho utakazofika, wewe ndio utakaye una control dunia yako. Kwa sababu ya nature of the power invested in you, you can control your world. Unaweza kuikontrol dunia yako kwa nguvu iliyoko ndani yako. Ni wachache sana ambao wamekuwa kiwango cha kukontrol dunia yao, kwa hiyo wanaishi kwenye dunia ya kwao. Wewe unapokuwa unalalamika kwamba kuna kitu kwako hakiendi, kuna mtu anatumia nguvu iliyoko ndani yake kukontrol dunia ya kwake. Kwani kilichomfanya Elia akakontrol muda, akakontrol majira, kwamba mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3. Maanake Elia alikuwa kiwango cha kuweza kukontrol nyakati na majira. Haya, Joshua alisimamisha jua ili vita ipiganwe, yani kuwe na mchana, giza isiingie. Alikontrol muda. Brother and sisters, nataka niwaambie katika jina la Yesu, hatujakuwa kiwango cha kuweza kukontrol nyakati na majira, na ndio maana kuna mambo mengi yanatutesa katika maisha yetu. Ila kiukweli ni kwamba Mungu amewekeza nguvu kubwa sana ndani yetu, lakini kwa bahati mbaya nguvu yetu tunaitumia kwa vitu vya kijinga na kipuuzi sana. Imagine wewe unatumia nguvu hiyo kubwa aliyoiweka Mungu ndani yako kuomba Mungu akupatie ugali na mkate. Imagine kuomba Mungu akupatie akulinde usiku, wachawi wasikukabe. That's the minimum level, yani the lowest level of understanding itakayokutaka wewe utumie nguvu ya Mungu, yani uombe ili wachawi wasikuroge. Yani lazima uwe Mkristo ambaye ni mpumbavu kwa kiwango cha lami, atakayekuwa anaomba Mungu kwa ajili ya kuomba maombi ya kipuzi kabisa, kwa sababu ya level of understanding. Ukijua aina ya nguvu uliyoibeba katika maisha yako, utafanya mambo makubwa kuliko yale ambayo unayafikiria. Unaweza ukakontrol majira yako kama Yoshua, ukakontrol ukasema, na kuanzia sasa jua lisitue mpaka vita ipiganwe kisawasawa. You can control that. Unaweza ukakontrol death. You can control death. Ukasema mimi sitakufa, nitakufa kwa umri ambao Mungu ameusema. Sitakufa kabla ya umri huo. You can do that. Sijui kama nazungumza na mtu. Kuna mtu una nguvu kubwa Mungu ameiweka ndani yako kwa sababu you are born again Christian, lakini kwa sababu the level of understanding iko ndogo, na ndio maana huwezi kufanya mambo makubwa kupitia hiyo nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Nataka nikwambie, start growing. Start growing. Anza kukua kiroho uweze kufikia level za kuweza kucontrol dunia yako. Kilichomfanya Elia ashindwe kujiponya mwenyewe kwa sababu alikuwa amegrow kwenye level ya kufanya ishara na maajabu kwa watu wengine, lakini hakuwa amegrow kwenye level ya kuachilia nguvu iliyoko ndani yake iweze kumsaidia yeye mwenyewe. Hujawahi kukutana na wachungaji ambao wanaombea watu wengine wanapona, alafu wao wanaumwa na wagonjwa na hawaponi? Na wengi huwa wanajisingizia kwenye mstari wa Paulo aliposema kwamba alimwomba Mungu kwa ajili ya mwiba ambao ulikuwa umempata, alafu anasema kwamba neema yangu ya kutosha. Wanajificha kwenye hilo andiko. Nataka nikwambie, is the level of understanding. Ile ilikuwa ni issue ya Paulo. Wewe you have your own life, you have your own world. Control your world. Control dunia yako. Anza kucontrol dunia yako, usiishi kwenye dunia ya watu wengine. Mungu amekupa wewe assignment ya kwako. Control your world. Mtume Paulo, yeye dunia yake ndio ilikuwa inasema kwamba ili Paulo
Unakumbuka story ya Paulo, alishakuwa mkorofi sana. Sasa huenda ikawa kulingana na nature ya ukorofi aliokuwa nao Paulo, ndio maana alitakiwa kuwa na mwiba utakao govern nidhamu, kwa sababu Paulo asingekuwa control, pengine angefanya fujo. Who knows, kama Paulo pengine hakuwa amepona vizuri, angeweza kuleta fujo kwa watakatifu kama hana mwiba unaomsumbua. Sasa wewe unataka kujifananisha na Paulo. Ayu Paulo, wewe ni mtumishi wa Mungu tofauti na yeye. So control your world. Control your world. Mungu amekupatia fimbo, itumie hiyo fimbo ya kwako kama Musa alivyoitumia hiyo fimbo kufanya mambo makubwa. Nataka nikwambie, fimbo aliyokuwa amebeba Musa ilikuwa ni fimbo ya kawaida kabisa ambayo angeweza kutumika kama mkongojo wa kutembelea, lakini fimbo hiyo hiyo ambayo ingeweza kutumika kama mkongojo wa wazee wa kutegemeza wakati anatembea, hiyo hiyo Musa aliweza kuitumia kama tolo ya kutenda muujiza, akaweza kugawanya bahari ya Shamu. Aliyegawanya bahari ya Shamu sio Mungu, ni Musa, kupitia hekima ambayo Mungu aliweka ndani yake na maelekezo na nguvu ambayo Mungu aliweka ndani yake kupitia kwenye ile fimbo. Mungu amekasimisha madaraka kwa wanadamu ambaye ni mimi na wewe. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tuna download ile nguvu ndani yetu, alafu tunaiachilia ikafanye kazi fulani duniani. Ndicho Mungu anachokitegemea. Mungu hataki kushuka yeye aanze kufanya kazi. Yaani yeye ukamwona Mungu ndio huyo sasa anatembea, ana mwili, amevaa kanzu refu jeupe, anapita na ponya wagonjwa. That zama zimeshapita, tuache kuishi maisha ya kipumbavu. Let's live the real life ambayo Mungu ametegemea sisi tuweze kuishi. Tuishi maisha ya Kikristo kwa kweli ya kumwakilisha Mungu. Mungu ametukasimisha majukumu makubwa. Let's work on miracles and signs and wonders. Rabatabaseke. Mungu akutie nguvu katika jina la Yesu. Nasikia hasira kwa sababu nimekuja kugundua kwamba Wakristo tunaishi maisha ya kipuuzi sana. Yaani nguvu ya Mungu ya ajabu ambayo itakiwa tu tunagusa watu wanapona, tunaitumia nguvu kuomba Mungu atulinde usiku, tulale tuamke salama. Imagine. Mungu atusamee katika jina la Yesu. Kama wewe hujaokoka ungetamani kumpa Yesu maisha yako ili nguvu ya Mungu iweze kuoperate ndani yako, sema Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Siku ya leo naokoka na kukuamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naokoka na kuamini katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Siku yako imebarikiwa. Mungu akupe neema na nguvu ya ajabu ianze kuoperate ndani yako katika jina la Yesu. Tunakuwa na program za maombi ya alfajiri. Tunajifunza neno la Mungu kwa undani, lakini pia tunamuomba Mungu sana. Kama uko interested, nitafute kwa namba ya simu 0621 029 725. Nitakusaidia kujoin kwenye session zetu ambazo tunazifanya kila siku asubuhi. Mungu akubariki sana. Tunazifanya online. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen.